maana kumbuka, naongelea vitu kwa urahisi sana, na hichi kipengele kumbuka tumekizungumza ya kwamba kinazungumzia kuhusu namna dhambi imeondolewa. Kwa hiyo hichi kipengele kinasema dhambi aliichukua Yesu. Na kama Yesu aliichukua dhambi ya ulimwengu, unayoiona ni ipi? Mwambie mawazo yako yana nguvu ya uumbaji. Unapoiona huwa umeiumba. Mwambie acha kuumba dhambi, itaua maisha yako. Mwambie ile aliyoiumba Adamu tukairithi. Sasa kama Yesu aliiangamiza hiyo, mbona wewe bado unaona ni ipi? Mwambie umeshaumba yako wewe. Mwambie sasa mshahara wa dhambi ni kifo. Mwambie itakuua. Kifupi kabisa nitaka nianze na jambo hili la kitangulizi kifupi sana. Unajua pale kwenye bustani ya Edeni ukisoma, mimi always kuna kitu wanachosema the law of the first mention. Sheria ya kutajwa kitu kwa mara ya kwanza. Amen. Siku zote unapotaka kujifunza chochote kile, anza kilipoanzia kutajwa. Sasa mahali ambapo dhambi imetokea ndio mahali tutakiwa tujifunze, kwa sababu hapo tukishapajua kikamilifu tutaweza kuelewa kwanza dhambi ni nini. Kwa hiyo hichi ndio nataka nikiseme sasa. Sasa angalia. Ukisoma kwenye Mwanzo sura ya pili mstari wa 17, Mungu alimwambia Adamu akila matunda ya mti atakufa hakika. Amen. Halafu kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari wa 4, nyoka akasema, akamwambia Adamu kwamba hatakufa hakika. Sasa hayo ni mambo mawili makubwa sana ambayo yatakiwa yatazamwe kwa jicho pana sana. Okay? Naeleweka vizuri? Sasa labda nielezee. Mti wa kifo ni picha au ni mfano wa Mungu asivyo, ambalo wazo la Mungu asivyo ni si chochote na hakuna uzima. Kwa mujibu wa Yohana sura ya 1 mstari wa 3 na wa 4, vyote vilifanyika kwa huyo, pasipo huyo hakikufanyika chochote. Mti wa uzima ni mfano wa Kristo. Kwenye Mithali sura ya 3 mstari wa 18 inasema mimi ndo mti wa uzima. Na kwenye Yohana sura ya 6 kuanzia mstari wa 48 mpaka wa 57 anazungumzia kuhusu kumla yeye, na yeyote anayemla yeye anapata uzima, maana yeye mwili wake ni chakula cha kweli na damu yake ni kinywaji cha kweli. Mtu yeyote aulaye mwili wake na kuinywa damu yake, huyo anao uzima wa milele. Kwenye mstari wa 63 anasema mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo kumbe mti wa uzima ni mfano wa wazo la Mungu alivyo, ni vyote kwa sababu kuna uzima. Mti wa kifo ni mfano wa wazo la Mungu asivyo, ni si chochote kwa sababu hakuna uzima. Niko vizuri? Sasa angalia, Mungu anaposema kula ana maana ya kuamini. Kwa mfano kwenye Yohana sura ya 6 mstari wa 57 inasema kama Baba alivyo na uzima, alivyo hai nami ni hai kwa Baba, kadhalika na mwenye kumila atakuwa hai kwa mimi. Sasa haikuwa na maana ya kwamba kula nyama yake. Unanielewa? Yesu alikuwa na mkate mkononi mwake na alikuwa na divai. Kwa anapozungumzia kumla yeye, hana maana ya kula vidole vyake. Hakuwa na kata pale steak na kuwapa watu wale mwili wake. Kwa sababu kwenye mstari wa 66 anasema mwili haufai kitu. Kwa hiyo sio kula mwili huu haufai kitu. Ila maneno hayo niliyowaambia ni uzima, ni roho na tena ni uzima. Lakini kwenye Yeremia sura ya 15 mstari wa 16 anasema maneno yako niliyasikia nami nikayala, na hayo maneno yalikuwa ni furaha na shangwe ya moyo wangu, maana nimeitwa kwa jina lako. Kwa hiyo ina maana kumbe kula ni kuamini. Okay, unanielewa vizuri? Kwenye Yohana sura ya 8 mstari wa 25 wakamuuliza, wewe u nani? Yesu akasema, mimi ndilo hilo neno ninalowaambia. Kwa hiyo ina maana kumbe pale Yesu anaposema waulao mwili wangu na kuinywa damu yangu, kumbe yale maneno anayowaambia, ambayo anasema hayo maneno ni roho na tena ni uzima. Kumbe hayo maneno anayowaambia, kumbe wanapoyaamini yale maneno ndio wanamla yeye. Kwa anasema kwamba wakamuuliza, wewe u nani? Akasema, mimi ndilo hilo neno ninalowaambia. Kwa hiyo kumbe hilo neno ninalowaambia nyinyi mnapoliamini ndio mnanila mimi. Sasa miti miwili kwenye bustani, wazo la Mungu alivyo linawakilisha mti wa uzima, wazo la Mungu asivyo linawakilisha mti wa kifo. Anaposema kula ina maana ni kunawakilisha kuamini. Anaposema matunda kunawakilisha matokeo ya miti hizo miwili. Sasa anaposema ukila mti wa kifo utakufa hakika, tukiitoa kwenye lugha ya picha tukaileta katika uhalisia, ina maana Mungu alikuwa anamwambia
Amini mimi nilivyo uzima, usiamini mimi nisivyo mti wa kifo. Kwa hiyo usile, kwa maana ya usiamini nisivyo, usiamini vile mimi nisivyo, amini mimi nilivyo. Okay? Ukiamini mimi, na kwa sababu nisi chochote hakuna uzima, utakufa. Nisivyo ni si chochote. Usiamini nisivyo ni si chochote na hakuna uzima. Usiamini. Ukiamini si chochote ni hakuna uzima, na ukiamini hakuna uzima utakufa, maana utaingia au utajiumba kwenye hakuna uzima. Kwa hiyo utakapojiumba kwenye hakuna uzima, ina maana hautasurvive, utakufa. Ndio maana akasema utakufa hakika. Ndivyo, utakufa hakika, kwa sababu ni si chochote, kwa sababu hakuna uzima. Usiamini hivyo, utakufa hakika. Halafu sasa Mwanzo sura ya 2 mstari huo wa 17 anamweleza kabisa usile huo mti. Ina maana usiamini nisivyo, utakufa. Sura ya 3 Mwanzo mstari wa 4, nyoka akamwambia hautakufa hakika. Mungu anajua siku kila matunda ya mti huo utafumbuliwa macho na utajichua. Kwa hiyo kuna hakika utakufa na kuna hakika hutakufa. Kwa hiyo kuna hakika mbili mbele ya Adamu ambapo alitakiwa kufanya uchaguzi. Ibrania 11 mstari wa 1 inasemaje? Basi imani ni kuwa na hakika. Mbele ya Adamu kuna hakika mbili. Hakika utakufa ya Mungu, ukiamini nisivyo ni si chochote, kwa sababu hakuna uzima, utakufa hakika. Halafu utakufa hakika ya nyoka. Adamu alitakiwa kufanya uchaguzi. Sasa ule uchaguzi ndio ulikuwa unapima uwezo wa anamwamini nani ni kweli. Mnakumbuka Yesu aliambiwa geuza mawe haya yawe mkate. Okay? Kama wewe ni mwana wa Mungu. Ina maana Ibilisi alitaka Yesu amprovie kwa kugeuza mawe yawe mkate ili amthibitishie kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Na ile ilikuwa ni vita ya kifikra. Yesu alionyesha msimamo ambao alikuwa anatufundisha sisi tunatakiwa tuonyeshe msimamo. Akasema siwi mwana wa Mungu kwa kugeuza mkate kwa mawe kuwa mkate. Okay? Kwa hiyo nisigeuze mimi hainibadilishi kitu. Kwa nini nibadilishe yawe mkate? Kwa sababu ya amri ya nani? Ina maana angekuwa ameamrishwa na mtu kufanya. Adamu mpaka anaambiwa haya maneno alikuwa ameshaishi zaidi ya miaka 1000. Maana siku moja kwetu kwa Mungu kwetu ni miaka 1000. Ndivyo inavyosema Zaburi ya 90. Ndivyo inavyosema Petro wa kwanza wa pili sura ya 3 mstari wa 8. Siku moja ya Mungu kwetu ni miaka 1000. Adamu ameumbwa siku ya 7, ameumbwa siku ya 6, sorry. Siku ya 7 Mungu alipumzika. Kwake yeye kwa miaka 1000. Alikuwa ameishi hivyo bila kufa. Kwa nini sasa aje aambiwe kwamba ukila ndo hautakufa? Kwani alikuwa ameshakufa? Alikuwa ameshaishi miaka 1000 na alikuwa hajawahi kufa. Sivyo? Sasa alipokuambia kwamba ukila ndo hautakufa, kwani alikuwa ameshawahi kufa? Tunaona ndio ile ya Yesu. Geuza mawe haya yawe mkate. Kwani sasa alikuwa ameshaishi miaka 40, alikuwa ameshaishi pale siku ya mwisho imefika. Kwani alikuwa amekufa kwa siku 40? Kwani mkate ageuze mawe yawe mkate? Na hapa Adamu alikuwa ameishi miaka yote hiyo, kwani alikuwa amekufa? Kwa nini huyu jamaa amwambie kwamba anajua kila hautakufa? Kwani alikuwa amekufa? Kwa hiyo ina maana ule ulikuwa mchezo, ndio maana anasema akadanganywa. Kwa sababu mpaka pale Adamu angeamua tu kujiuliza, kwani nimekufa? Kama sifi, kwa hiyo nahitaji kujiprove kutokufa kwa kula. Mbona sili na sijafa? Okay. Kula ili nisife, kwani nimeshakufa? Sijafa. Kwa nini nile ndio niambiwe ndio sitakufa wakati tayari sijala na sijafa? Kwa nini nigeuze mawe haya yawe mkate wakati hii ni siku ya mwisho na nimekaa siku 40 na nilikuwa na hayo mawe na uwezo huo? Mbona sikugeuza ili nile? Nani anayetaka mimi nifanye hivi? Na kwa nini? Kwa hiyo halafu anamwambia hutakufa hakika. Ina maana Mungu kakudanganya hicho alichokuambia, ila mimi ninachokuambia hichi ndio kiko sawa. Kula hautakufa, kwa sababu Mungu anasema hivi kile utakufa. Hamna, kakudanganya. Sasa angalia. Kwa hiyo Mungu kwa sababu alikuwa anajua asivyo ni si chochote na hakuna uzima, akijitambua hivi atakufa, ndio maana alimhakikishia. Sasa akaambiwa no, sio kweli. Wewe kula tu utakufa. Ina maana akamwamini aliyesema ale hatakufa, akaacha kumwamini aliyemwambia kila utakufa. Hiyo ndiyo dhambi. Adamu hakuamini ambacho Mungu alimwambia. Hakuzini, hakusema uongo, hakuiba, hakutamani, hakutembea na mke wa mtu. Hiyo ndiyo dhambi moja ambayo binadamu
alifanya Adamu. Ndio maana kwenye Yohana 16:9 inasema kwa habari ya dhambi ni kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa hiyo dhambi ni kutokuamini. Ukiona mtu anaiba, anazini, anasema uongo, anafanya hayo, yale ni matokeo ya kutokumwamini, kwa sababu kumwamini ina maana ni kuwa na maisha na ya kwake, ni kuwa anavyoona inavyotakiwa kuwa, kwa sababu mpaka pale Adamu hakuwa na utofauti wowote wa kiwazo na Mungu. Alikuwa na waza awazavyo Mungu, kwa hiyo aliwaza Mungu anavyowaza, ndio maana hakuwa na utofauti wowote. Kwa hiyo hangekuwa na matendo tofauti na mawazo hawaza yaliyokuwa mfano wa Mungu kwake. Kwa hiyo asingekuwa na utofauti wowote wa kitendo, angetoka kwa mawazo ya kiungu ambayo ni mfano yanayotoka ndani yake. Kwa hiyo hakuwa na chochote kilicho tofauti na jinsi Mungu alivyokuwa. Sasa kitendo cha kuamini, kwa maana ya kuamini asivyo Mungu, kwamba kuna maisha. Mungu amemwambia nisivyo mimi hakuna maisha, hautakutana naye. Yeye akaamini kuna maisha kwa sababu kuna mtu alimwambia anakudanganya yapo. Na Mungu anasema nisivyo hakuna maisha, yeye akadanganywa yapo. Kwa hiyo akaacha kumwamini Mungu anayesema hayapo nisivyo, akamwamini anayesema yapo. Halo, ndo akawa ametenda nini? Mstari mkuu hapa tumesema imani ni kuwa na hakika. Kwanza imani chanzo chake ni kusikia. Kwa hiyo cha kwanza alisikia habari ya kwamba hautakufa kula tu, na alivyosikia, hatua ya pili akaamini, kwa maana akawa na hakika, akahakikishika, akawa amekula, kwa maana ya kuamini kwamba yako maisha, ikawa hayapo kweli, na ukweli wa hakika ya Mungu ndio yalikuwa matokeo ya kweli. Sasa hivi jamani, nimefanya muda mrefu, vizazi vingi vimepita hivi, unajua mpaka leo haijabadilika, iko vile. Hichi ndio kitu cha ajabu sana ambacho mimi nashangaa. Kizazi hiki cha kwetu Yesu akaja. Yesu alivyokuja kwenye Yohana sura ya kwanza mstari wa 29, kukatangazwa, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukua dhambi ya ulimwengu. Oh, haleluya. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukua ile. Okay. Kwa hiyo nani anaamini hapa Yesu alichukua dhambi ya ulimwengu? Sasa fikiria. Tena anarudia kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 2, anasema nikipatanisha sio kwa dhambi zetu tu, bali na dhambi za ulimwengu mzima. Kwa hiyo kifupi mimi nikutafsirie kwamba Yohana alisema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Hakika, hakika. Kwa hiyo sisi tunahubiriwa ya kwamba Yesu alivyokuja ameichukua dhambi ya ulimwengu. Kwenye Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24 anasema alizichukua dhambi kwenye mwili wake, halafu akapanda nazo juu ya msalaba. Halafu Yohana sura ya 19 mstari wa 30 akatangaza imekwisha. Kwa hiyo tukianzia kwa Yohana anaposema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae, sio atakayeichukua, ila aichukuae, ina maana muda ule ambapo Yesu alikuja ndo tayari ulikuwa muda ambao alianza kuichukua, na aliichukua mpaka alivyopanda juu ya msalaba, na aliichukua katika mwili wake, na alivyomaliza kuichukua, kwa hiyo anapoinua miguu ili kupandisha juu ya msalaba, alikuwa ameichukua yote. Na maandiko yanasema akiwa pale juu ya msalaba, anasema hali akijua yote yaliyoandikwa kuhusu yametimizwa. Maandiko yanasema akasema nasikia kiu. Walivyosema nasikia kiu, wakachukua sifongo wakaweka kwenye mti wa hisopu, wakachovya kwenye siki, wakampelekea. Sasa siki ni chachu iliyochachuka, ikachachuka kupitiliza kutaka kuwa tindikali, na chachu kwa mujibu wa Biblia ni dhambi. Kwa hiyo dhambi iliyopitiliza, pamoja na kwamba ameibeba kwenye mwili wake yote ya ulimwengu, lakini ile siki kupelekewa kwenye mdomo ilikuwa ni kutimiza kwamba ni chachu ya dhambi iliyopitiliza, kupitiliza, ambayo ilifika kikomo chake cha mwisho, akapelekewa mdomoni. Na maandiko yanasema alivyoipokea ile siki, ndio akasema tetelestai, imekwisha. Kwa hiyo baada ya kuwa imekwisha hapo, tangia alivyofufuka Yesu, watu wote hawatakiwi kuiona dhambi, lakini cha ajabu watu bado wanaiona dhambi kwenye ulimwengu. Inakukumbusha nini? Inakukumbusha hivi, Adamu aliambia atakufa hakika, hakuamini. Halo, kwamba utakufa hakika, hakuamini. Halo, tumerudi pale pale, hakuamini alichosema Mungu, akaamini alichosema nani? Nyoka. Sasa Mungu anasema tazama mwana kondoo wa Mungu amechukua dhambi ya ulimwengu. Mungu anasema ameshaichukua dhambi ya ulimwengu na ameshaiteketeza. Halo,
Ndio Mungu anasema. Alafu anayekwambia ipo dhambi ni nani anakwambia? Nani anakwambia dhambi bado ipo? Nani anakwambia? Nyoka. Kwa hiyo watu leo bado wanamwamini nyoka. Mungu ameshasema, tazama mwanakondoo Mungu aichukua dhambi ya ulimwengu. Sisi ameshaichukua na tunaimbaga mbali yote yamekwisha. Ameshaichukua sisi. Wanaiona dhambi. Mwambie ni nyoka. Mwambie wewe unakubali unamwamini nyoka. Mwambie unamwamini nyoka. Mwambie unamwamini nyoka. Kwa sababu Mungu anasema tazama mwanakondoo Mungu aichukua dhambi ya ulimwengu. Sasa anayekwambia dhambi ya ulimwengu ipo ni nani? Maana humwamini Mungu, anayesema ameichukua unamwamini nyoka. Halo? Okay, karibu mchungaji. Unagundua mwalimu hapo kwenye unapojaribu kuongelea. Ndio. Unajua watu wanamtafuta mpinga Kristo mwingine. Haya. Yaani wanajaribu kutumia nguvu kubwa sana kumtafuta mpinga. Kumbe mpinga Kristo yuko kweli. Kwa sababu mtu yoyote ambaye anajaribu kuwaambia watu acha dhambi ni mpinga Kristo. Kuwa makini Kristo. Jitahidi sana shetani kwa karibu hapo ukatenda dhambi zote. Ni mpinga Kristo. Hebu angalia mfungu unaojaribu kuwaonyesha watu dhambi ambao ndio unajaribu kuwashawishi watu kuondoa. Huo mfumo unaojaribu kuonyesha watu dhambi ni kama inawaweka watu kazini. Ndio. Kwa sababu imeshindwa kuwaeleza kwamba haipo. Uamini Yesu kaiondoa, ila inawapa wapambane na. Yes, ipo. Msiamini Yesu ni muongo. Msiamini kwamba amechukua. Unawaingiza watu kazini. Ndio. Na unagundua unawaweka watu kwenye eneo gumu sana, kwa sababu ni sawasawa na mtu ambaye anakuambia uzuie maji yasije yakalowanisha nguo zilizo karibu pale wakati bomba ile inatirisha maji. Ndio. Kumbe angekuambia tukafunge bomba. Ndio. Sasa unapambana na maji. Ndio. Leo unapambana na maji, kule ndio yanazidi kutoka. Ndio. Kwa hiyo unajikuta kwenye eneo huwezi kabisa. Kumbe ulitakiwa tu kwenda kufunga pale kwenye bomba. Ndio. Utakuwa umemaliza mchezo. Ndio. Kumbe unagundua kufunga kwenye bomba ni kujua dhambi haipo. Ndio. Hapo ndio unakuwa umefunga. Possibility ya mwanadamu kuwa Mungu inawezekana tu wakati mwanadamu ametambua dhambi haipo. Na anapotambua dhambi haipo, ndio huyu mtu huwa ndani ya Kristo. Ndio maana hawa ambao hawaelewi wanafikiri tutatolewa hapa tuondoke. Mungu haumbi chochote kwa asili kikawa na matatizo. Hii dunia haiwezi kuibomoa. Wanasubiri avunja, aipasue mbingu, aikunje kunje. Hamna. Unasubiriwa wewe ukunje wewe mtazamo mbovu kwenye mawazo yako. Aliumba kwenye Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 31 akasema tazama kila hajawahi kubadilisha huo mtazamo. Dhambi ilibadilisha mtazamo wa mtu kumwelekea Mungu na vitu vyake. Lakini dhambi haikubadilisha mtazamo wa Mungu kumwelekea mtu na vitu vyake. Ndio maana toba inaileta kwa mwanadamu, manake change the way you think. Badilisha mtazamo wako. Maana mtazamo wa Mungu kuelekea wewe haukubadilishwa. Ndio maana Yesu alisema, "Enendeni mkahubiri habari ya msamaha na ondoleo la dhambi kutoka hapa Yerusalemu mpaka mwisho wa nchi." Kwa sababu gani? Kwa huyo watu wote huhubiriwa habari za msamaha wa dhambi, hata watu husamehewa hata kwa makosa yale ambayo usingeweza kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa. Kwa huyo tayari unasamehewa, maana yeye ameiondoa dhambi, amekupa fursa. Sasa ingia ndani ya Kristo, na kwa sababu Kristo alidhihirishwa ili aiziondoe dhambi, haimo ndani yake. Kwa ndani ya Kristo hamna dhambi. Kwa hiyo wewe unapofika kwenye eneo ambalo hutambui kuwepo kwa dhambi, na wewe umeingia ndani ya Kristo. Haleluya! Ubora na upendo, amani na furaha. Anasema yatafakarini haya, kwa sababu mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu, ambako huko sisi ndio tunaishi. Kuja chini, hatuishi chini kwenda juu, tunaishi juu kushuka chini. Oh, haleluya! Wenyeji wetu sisi wa mbinguni. Haleluya! Unajua, tukifanikiwa kuwashawishi watu kukubaliana na Yesu kama kaiondoa dhambi, watu wamesaidika, watu wamepata msaada. Kwa sababu watajiumba katika hali ya kujiona wasio na dhambi. Na wakishaanza kujiona wasio na dhambi tu ndio wamekuwa Kristo. Kwa sababu baada ya mwanadamu kuanguka, mfumo mzima wa maisha una dhambi. Hakuna mahali utasimama hakuna dhambi. Kwa sababu kwa kupitia mtu mmoja dhambi iliingia na dhambi. Ndio maana Mungu alivyokuja kupitia Kristo Yesu kaja akatoa maisha yake. Oh, haleluya. Kwa hiyo unapopokea ukaingia kwenye yale maisha ndio unagundua hamna dhambi. Ndio na mahali dhambi haipo, matokeo ya dhambi hayafanyi kazi. Uharibifu wote haufanyi kazi. Okay? Na uondokane na hali ya kujiona una dhambi. Kwa sababu unapoiona dhambi ni sawa unasema wewe Yesu ni muongo. Unasema ulichukua. Si hiyo hapa. Hata mimi ni nani?